Sura ya 5. Nuru ya pambazuka Uingereza. Mungu hakuacha neno lake liharibiwe kabisa. Katika nchi kadha wa kadha za Ulaya, watu waliamshwa na Roho wa Mungu ili watafute ukweli kama watafutavyo hazina iliyositirika, hasa wakielekea katika neno takatifu la Biblia. Walikuwa tayari kulifuata bila kujali vitisho. Ingawa hawakuuelewa ukweli wote, waligundua mambo mengi yaliyofichwa kwa muda mrefu. Wakati ulikuwa umefika ili neno la Mungu liweze kutolewa kwa lugha za watu, kila watu lugha yao. Ulimwengu ulikuwa umekaa gizani na sasa mapambazuko yalikaribia. Katika karne ya 14, nyota ya asubuhi ya matengenezo ya kanisa ilitokea katika Uingereza. John Wycliffe alionekana katika chuo kikuu cha mcha Mungu sana na mwenye akili. Chuoni alijifunza utaalamu wa sheria na mambo ya dini. Mambo hayo yalimuandaa kwa kazi kubwa iliyokuwa mbele yake na uhuru wa dini. Alikuwa na elimu nzuri na kanuni imara. Hali hiyo ilimpatia heshima kwa rafiki zake na adui zake pia. Maadui zake walishindwa kudharau kazi ya matengenezo ya kanisa aliyokuwa akishughulikia kwa ajili ya ujinga waliokuwa nao. Wycliffe alipokuwa angali mwanafunzi chuoni, alikuwa akijifunza maandiko matakatifu. Wycliffe aliona upungufu mwingi sana ambavyo hakuweza kupata mahali pa kumridhisha. Katika neno la Mungu alipata jawabu la haja yake ambayo ameitafuta sana bila mafanikio. Hapa katika Biblia ndipo aliona kuwa Kristo ndio mwombezi wa kweli wa binadamu. Kwa hiyo alikusudia kuitangaza kweli hiyo aliyoigundua. Wycliffe hakuanza kazi hiyo ya upinzani na Rumi mara moja, lakini kwa kadri alivyozidi kuona wazi makosa ya mapapa, ndivyo alivyoweza kufundisha ukweli hasa kama ulivyo katika Biblia. Aliona kuwa Rumi imekataa kufuata Biblia, ila inafuata hadithi za kibinadamu tu. Aliwalaumu mapadri kwamba hawafuati Biblia, akasema kwamba Biblia lazima ifundishwe kwa watu na kufuatwa kamili katika kanisa. Alikuwa mhubiri hodari na maisha yake yalishuhudia mambo yale aliyoyahubiri. Ujuzi wake wa maandiko matakatifu, maisha yake ya utawa na ujasiri wake vilimpatia usikivu wa watu wote. Watu wengi waliona makosa ya kanisa la Rumi, wakaikubali wazi kweli iliyohubiriwa na Wycliffe. Lakini waongozi wa mapapa walijazwa na ghadhabu, wakasema mtu huyu anapata heshima kuliko yetu, mwepesi kugundua kosa. Wycliffe alikuwa mwepesi wa kugundua kosa na kulitaja wazi bila hofu. Ingawa Rumi ilitetea wakati alipokuwa kasisi wa mfalme, Wycliffe alipinga kwa ushujaa malipo ya ushuru ambayo papa alidai kwa mfalme wa Uingereza. Majivuno ya papa kwamba anaye mamlaka hata kwa watawala wa nchi yalikuwa kinyume cha haki na maadili, yalichochea uchungu tu kwa watu. Lakini mafundisho ya Wycliffe yalituliza watu. Kwa hiyo mfalme na mawaziri wake walikataa kulipa ushuru uliodaiwa na papa. Maskini, waombaji na watawa walijazana Uingereza, wakatia kasoro ukuu na umaarufu wa taifa. Maisha ya watawa ya kivivu na hali ya kuombaomba mabarabarani hayakupunguza mapato ya watu tu, bali yalitetea hali ya kufanya kazi ionekane kuwa duni. Vijana walipotoshwa na kuharibiwa. Wengi walijiingiza katika hali ya kuwa watawa bila kuruhusiwa na wazazi wao, bali bila wao kujua kile wanachotenda. Hali hii ya ufedhuli ilitokeza hali ya kinyama kabisa, kama Luther alivyosema baadaye. Hata wanafunzi wa chuo kikuu walishawishikwa na hao watawa, wakakubali kufuata njia zao. Walipokwisha kunaswa, ilikuwa vigumu kujinasua. Wazazi wengi walikataa kutuma watoto wao katika vyuo. Shule zilididimia na ujinga ulistawi. Papa alikuwa amewapa watawa hawa uwezo au idhini ya kusikia maungamo ya watu na kuwasamehe makosa yao. Jambo hilo ni asili ya uovu mkuu. Watawa hao walijitahidi sana kuachilia makosa ya kila namna kwa watu ili kuongeza mapato yao, maana mambo yote yalifuatana na malipo. Zawadi zilizowastahili wagonjwa na maskini ziliingia mifukoni mwa hao watawa. Utajiri wa hao watawa uliongezeka na ustawi wao, na hali yao ya kianasa ilifilisi taifa. Walakini watawa hao waliendelea kuwashikilia watu katika hali ya ushirikina na kuwafanya waamini kuwa shughuli zote za kidini ni kutambua utawala wa papa na kuitukuza heshima ya watakatifu pamoja na kutoa vipaji kwa watawa. Kutenda mambo hayo kulitosha kuwafikisha mbinguni. Wycliffe, akielewa vizuri, aligonga kwenye mzizi wa uovu, akieleza kuwa kawaida hiyo wanayoshikilia na kuamini ni uongo mtupu. Kwa hiyo lazima iachwe na iondolewe. Mahubiri
mawili ya Wycliffe yaliamsha maswali na mawazo ya watu. Wengi walitaka kujua kama ni sawa kutafuta msamaha wa Mungu au msamaha wa Papa wa Rumi. Watawa pamoja na maaskofu wa Rumi walisema, watu hawa wanatutafuna kama kansa. Mungu lazima tuokoe, au sivyo taifa litapotea. Watawa hao waombaji walisema kuwa wanafuata kielelezo cha Yesu na wanafunzi wake ambao waliishia kwa kupata misaada ya upendo wa watu. Madai ya namna hii aliwafanya watu wasome Biblia ili waone ukweli ulivyo. Wycliffe alianza kuandika vijuzuu na kuvitoa kwa watu ili kuyapinga madai ya watawa na kuwaelekeza watu katika mafundisho ya Biblia. Hakuna njia nyingine ambayo Wycliffe alitumia kubomoa ngome ya uongo iliyojengwa na Rumi kuwashikilia watu katika ujinga. Wycliffe aliyeitwa kutetea haki ya taji ya Uingereza kwa maingilio ya Papa alichaguliwa kuwa balozi wa Netherlands. Hapo Wycliffe alikutana na mapadri kutoka Ufaransa, Italia na Spain. Alipata nafasi ya kuona ndani ya pazia yalikuwa yamefichwa kwake alipokuwa Uingereza. Wajumbe hao wa Papa walionyesha tabia halisi. Baadaye alirudi Uingereza na bidii mpya ya kuendeleza mafundisho yake. Alitangaza kuwa huko Rumi ni majivuno na udanganyifu tupu ndivyo vilivyoko, hivyo ndivyo Mungu wao. Aliporudi Uingereza, aliwekwa na mfalme kuwa kasisi wa Lutherworth. Jambo hili lilithibitisha kuwa mfalme hakuchukizwa na mahubiri yake ya wazi. Mvuto wa Wycliffe ulienea katika nchi yote. Ngurumo za Papa zilikuwa tayari kumlipukia. Maazimio matatu ya Papa yalitangazwa ili kumnyamazisha kimya huyo mzushi, mwalimu wa uongo. Matangazo ya Papa yalipofika Uingereza yaliamuru kumfunga gerezani huyo mzushi. Ilionekana wazi kwamba Wycliffe karibu angeingia hatarini, lakini yule alimwambia mtu wa zamani kuwa usiogope, mimi ni ngao yako. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1. Aliunyosha mkono wake kumlinda mtumishi wake. Kifo hakikumpata mtengenezaji wa mambo ya kanisa, bali kulimpata Papa aliyeamuru kufungwa kwa Wycliffe. Kifo cha Gregory 11 kilifuatiwa na uchaguzi wa mapapa wawili ambao walishindana sana. Kila mmoja alijitahidi kuwataka wafuasi wampinge mwenzake na kutoa laana kubwa kwa mwenzake na kuahidi zawadi kubwa za mbinguni kwa wasaidizi wake. Walishindana wao kwa wao siku nyingi. Kwa hiyo kwa muda Wycliffe alipata kustarehe kidogo wakati walipokuwa wakipingana wao kwa wao. Kwa hiyo kwa muda Wycliffe alipata kustarehe kidogo wakati walipokuwa wakipigana wao kwa wao. Mafarakano hayo pamoja na uovu wote ulioletwa nayo yalitayarisha njia kwa matengenezo ya kanisa, maana watu waliona wazi maongozi ya upapa jinsi yalivyokuwa. Wycliffe aliwaambia watu wafikiri na kuona kama mapapa hao wawili na mashindano yao si hakika kwamba wao ni wapinga Kristo. Wycliffe akikusudia kueneza nuru ya Injili kote katika nchi, alianzisha makundi ya wahubiri ambao ni watu waongofu wa kweli waliokuwa tayari kueneza ukweli. Watu hawa walihubiri sokoni, katika njia kuu za mjini, waliofikia wazee na wagonjwa na masikini, wakawasomea habari njema za neema ya Mungu. Katika chuo cha Oxford, Wycliffe alihubiri neno la Mungu. Katika ukumbi wa chuo alitunukiwa heshima ya kuitwa daktari wa Injili, gospel doctor. Lakini kazi kubwa aliyofanya maishani mwake ni ile ya kutafsiri Biblia katika lugha ya Kiingereza ili kila mtu aweze kusoma maajabu ya Mungu katika lugha yake. Alishikwa na ugonjwa wa hatari. Kazi ya Wycliffe ilisimama kwa ghafla, ingawa alikuwa hajafikia umri wa miaka 60. Kazi ngumu aliyoifanya na shughuli za kujifunza pamoja na mashambulio ya adui zake vilimdhoofisha sana na kuchakaza afya yake. Mara akashikwa na ugonjwa wa hatari sana. Watawa walidhani kuwa ataungama maovu aliyotenda kwa kupinga msimamo wa kanisa. Kwa hiyo walikwenda chumbani mwake wakitazamia kusikia maungamo yake. Wakamwambia, una mauti kinywani mwako, jutia maovu yako, ukane mbele yetu maneno yote uliyotushutumu. Wycliffe aliyasikia maneno yao, lakini alinyamaza kimya. Kisha akawaomba wamwinue juu ya kitanda. Halafu akiwakazia macho alisema kwa ujasiri, kwa sauti kuu iliyokuwa ikiwatetemesha mara nyingi,
sitakufa bali nitaishi, na nitaendelea kushutumu maovu ya watawa. Kwa fadhaa na aibu, watawa hao walitoka kwa haraka chumbani humo. Wycliffe aliishi na kuweka mikononi mwa watu wa nchi yake silaha kuu ya kuwapinga Warumi, yaani Biblia, ambayo ilipangwa na mbingu ili iwaweke huru watu wa kuangazia na kuwahubiria. Wycliffe alifahamu kuwa imebaki miaka michache ya kufanya kazi hiyo. Aliona mapingamizi yaliyomkabili, lakini akifarijiwa na ahadi za neno la Mungu, aliendelea mbele bila kusita, akiwa na juhudi na moyo wa utendaji na ujuzi mwingi. Alikuwa ameandaliwa na Mungu kwa kazi hii kuu. Wycliffe alikuwa kasisi wa Lutherworth. Bila kujali dhoruba iliyokuwa ikivuma, alijitia kazini mwake kamili. Mwishowe kazi ikakamilika, yaani Biblia ya Kiingereza iliyotafsiriwa ikatokea. Mtengenezaji wa kanisa amefaulu kuwapatia watu wa Uingereza nuru ya neno la Mungu katika lugha yao ambayo haitazimika kamwe. Ametenda makuu kwa kuvunja ngome ya ujinga na kuwapatia watu uhuru kamili na kuiangazia nuru nchi yake kuliko shujaa apiganaye vita. Biblia ilipatikana tu kwa njia ya shida na kazi ngumu. Watu walipenda mno kupata Biblia, hata zikawa hazitoshelezi haja ya watu. Matajiri walinunua Biblia nzima na wengine walipata sehemu ya Biblia. Mara nyingi watu wa familia fulani walishirikiana kununua Biblia moja nzima. Hivyo Biblia Wycliffe ilipata njia ya kuingia katika nyumba za watu. Sasa Wycliffe akafundisha mafundisho ya Kiprotestanti tofauti na yale ya Kirumi, yaani wokovu hupatikana kwa njia ya imani na kwamba Biblia ni kamili, hasa haina kasoro. Imani hii mpya ilikubaliwa na kupokelewa na karibu nusu ya watu wa Uingereza. Kuonekana kwa maandiko kulifadhaisha utawala wa kanisa. Kwa wakati huo haikuwako sheria ya kupiga marufuku Biblia huko Uingereza, maana Biblia ilikuwa haijatafsiriwa katika lugha ya watu. Sheria ya namna hiyo iliwekwa baadaye na kusisitizwa sana. Tena waongozi wa Papa walifanya njama ya kumnyamazisha huyu mtengenezaji wa kanisa. Kwanza, mkutano wa viongozi wa Rumi waliamua kuyaahirisha maandiko ya Wycliffe, yaani kuwa itakuwa maandiko haramu. Walipomshawishi mfalme kijana Richard wa pili akakubaliana nao. Hivyo amri ya kifalme ikatangazwa kwa mtu yeyote ambaye angeendelea kufuata mambo hayo yaliyopigwa marufuku angetiwa gerezani. Wycliffe akaomba rufaa kutoka kwa uongozi mpaka kwenye bunge. Bila hofu aliwashitaki maaskofu mbele ya bunge la taifa na akadai matengenezo yafanywe ili kanisa lisitiwe madoa namna hii. Adui zake waliduaa. Ilitazamiwa kuwa Wycliffe katika uzee wake, akiwa mwenyewe bila rafiki, atashindwa, lakini badala yake bunge likisisimka kwa habari ya Wycliffe litayafuata mashitaka yote yaliyotupwa juu ya mtengenezaji wa kanisa. Kwa hiyo Wycliffe aliwekwa kuwa uhuru tena. Mara ya tatu Wycliffe aliletwa hukumuni tena, safari hii katika baraza kuu katika ufalme. Hapo kazi ya Wycliffe ingekomeshwa. Ndivyo mapapa walivyodhani. Kama wangekamilisha makusudi yao, Wycliffe angetoka barazani kwenda motoni. Wycliffe akataka kukana imani, lakini Wycliffe hakukana imani yake na msimamo wake. Alishikilia msimamo wake na kuyakanusha mashtaka yao. Aliwaita wasikilizaji wake mbele ya baraza, akapima hila na udanganyifu wa washtaki wake na kuona kuwa maneno yao hayafikiani na ukweli wowote. Uwezo wa Roho Mtakatifu uliwakalia wasikilizaji. Maneno ya Wycliffe yakachoma mioyo yao kama mshale wa Bwana uchomavyo. Mashtaka waliomshtaki kwamba ni mzushi yakawarudia wao wenyewe. Akawaza, mnashindana na nani? Mnashindana na binadamu mzee aliyekaribia kuingia kaburini? La, mnashindana na ukweli, ukweli ulio na nguvu kuliko zenu, nao utashinda. Alivyosema hivyo akaondoka, na wala hakuna mtu aliyethubutu kumzuia. Kazi ya Wycliffe ilikuwa karibu imekamilika, lakini mara moja tena alipaswa kutoa ushuhuda wa Injili. Alitakiwa kufika mbele ya Papa huko Rumi, ambako damu nyingi za watakatifu zilikuwa zimemwagwa, lakini alipata ugonjwa wa baridi yabisi. Kwa hiyo safari ya kwenda Rumi haikuwezekana. Walakini, ingawa sauti yake haikuweza kusikika Rumi, aliweza kusikika kwa njia ya barua. Alimwandikia Papa barua ambayo iliandikwa kwa heshima na roho ya Kikristo, lakini ilikuwa yenye masuto na majivuno ya upapa na hali ya ufedhuli. Wycliffe aliweka mbele ya Papa na maaskofu wake upole na unyenyekevu wa Kristo, akithibitisha kuwa hiyo ndiyo hali ambayo wao na Wakristo wote wanapaswa kuiga. Wao wanajidai kuwa wajumbe wake, hali hawafanani naye. Wycliffe alitazamia kuwa maisha yake yangekuwa
ilikuwa kafara ya uaminifu wake, yaani angeuawa. Mfalme, papa na maaskofu wote waliungana ili kumwangamiza, na ilionekana kuwa isingepita miezi mingi kabla hajauawa. Lakini hata hivyo ujasiri wake haukutikisika. Mtu ambaye alikuwa ameitetea kweli maisha yake yote asingekufa kwa ajili ya chuki ya adui zake. Bwana alikuwa mlinzi wake, na sasa wakati maadui zake walipoona wazi kuwa angeangamia, Bwana alimhamisha na kumweka mahali pengine mbali nao. Katika kanisa la Lutherworth, alipokuwa akiandaa huduma ya meza ya Bwana, alishikwa na ugonjwa wa kupooza na kwa muda mfupi akakata roho. Ujumbe wa mwanzo mpya. Mungu alikuwa ameweka neno la kweli kinywani mwa Wycliffe, na kazi yake ilirefushwa mpaka misingi ya matengenezo ya kanisa iliwekwa. Maisha yake yalilindwa na kazi yake ilirefushwa mpaka misingi ya matengenezo ya kanisa iliwekwa. Hapakuwa na mtu aliyemtangulia Wycliffe ambaye aliweka kielelezo cha kazi ya matengenezo. Alikuwa mjumbe wa mwanzo mpya, walakini ukweli walioutangaza ulikuwa na muungano na ukamilifu ambao wale waliofuata baadaye hawakupata cha kuongeza, na hata wengine hawakufikia pale. Kazi yake ilikuwa kamili na imara, hakuhitaji marekebisho. Kazi kuu ya kuondoa watu katika giza la Rumi, ambayo Wycliffe inatokana na Biblia. Hapo ndipo mibaraka yote ilipobubujika, ambayo inawafikia watu waache ujinga wa kujiamini kuwa Rumi na mafundisho yake haikosei, kwamba mambo yote ya Rumi lazima yakubaliwe bila swali. Mambo hayo yameshikwa kwa muda wa miaka maelfu. Wycliffe aliwafundisha watu kusikia sauti ya Mungu tu katika neno lake basi, badala ya sauti ya kanisa kupitia kwa papa. Lazima watu watii sauti ya Biblia tu, kwamba mtafsiri wa Biblia ni Roho Mtakatifu, siye papa. Wycliffe alikuwa mtengenezaji wa kanisa mashuhuri kabisa. Alilingana na watu wachache tu waliomfuata baadaye. Alikuwa mtu mwongofu, hodari katika kujifunza, mwenye bidii kazini na mwenye upendo wa Kikristo, mwenye tabia safi na mtangulizi katika watengenezaji wa kanisa. Biblia ndiyo iliyomfanya awe jinsi alivyo. Kujifunza Biblia kutaadilisha kila wazo na fikra na kuhekimisha, ambavyo hakuna majifunzo ya namna nyingine yawezayo kufanya hivyo. Huimarisha makusudi na kuongeza ujasiri kujifunza maandiko matakatifu. Kwa hicho kutawapa watu wa ulimwengu ufahamu zaidi wa hali ya juu pamoja na kanuni bora kuliko vile walivyopatana katika vituo bora vya kufundishia ambavyo vinatumika ulimwenguni. Wafuasi wa Wycliffe wanajulikana kama Wycliffeites na Lollards. Walitawanyika katika nchi nyingine wakieneza Injili. Sasa kwa kuwa kiongozi wao wamefariki, wao walifanya kazi kwa bidii zao kuliko zamani. Makundi ya watu walifurika kuja kusikiliza. Watu mashuhuri, hata mke wa mfalme alikuwa ni baadhi ya waongofu. Mahali pengi sanamu zilizofanywa na Warumi ziliondolewa makanisani, lakini muda mfupi tu baadaye mateso ya kikatili yalilipuka kwa wale walioshikilia imani ya Biblia kama mwongozi wao. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Uingereza, amri ilipitishwa kwamba wale wanaoiamini Injili wachomwe moto. Mauaji ya kufia dini yakafuatana mfululizo. Waumini wa Injili wakawindwa kama maadui wa wasaliti wa serikali, walakini watu hawa waaminifu waliendelea kuhubiri kwa siri, mahali wakijificha nyumbani mwa watu masikini, hata mbali mapangoni mwa milima. Upingaji wa dini ya uongo na uharibifu wa kawaida zote zilizoingizwa na Rumi uliendelea kwa karne nyingi. Wakristo wa siku hizo walimpenda Mungu kabisa na kulitii neno lake, na kwa hiyo walivumilia mateso kwa furaha. Wengi waliacha mali zao kwa ajili ya Kristo. Wale walioacha kukaa salama waliwasaidia ndugu zao walioteswa bila kinyongo, na wao waliposhambuliwa na kufukuzwa hawakunung'unika. Wale waliopata mateso kwa ajili ya ukweli wa neno la Mungu hawakuwa wachache, na wote walifurahi kuteseka pamoja na Kristo. Mapapa hawakuridhika kwamba mwili wa Wycliffe umezikwa kaburini. Baada ya kupita miaka zaidi ya 40 tangu Wycliffe afe, walichimbua mifupa yake wakaichoma hadharani ili kuionyesha chuki yao, na majivu yake wakayatupa mtoni. Mwandishi mmoja alisema mto huo uliyechukua majivu hayo mpaka mto wa Avon mpaka Severn mpaka bahari ndogo, toka hapa yakafikishwa katika bahari kuu. Hivyo majivu ya Wycliffe ni mfano wa mafundisho yake ambayo sasa yametawanyika
na kuenea ulimwenguni. John Huss wa Bohemia aliongolewa na maandishi ya Wycliffe, akakataa makosa mengi ya Warumi. Kutoka Bohemia kazi iliendelea na kufika katika nchi nyingine. Mkono wa Mungu ulikuwa unaandaa matengenezo makuu zaidi ya kanisa.